أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق رسول الله. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukaa kwetu humu ndani, huku tukiwa tuna nia ya kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu na kufundishana, basi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tufushie utulivu aliotuahidi kupitia hadithi hii, na tufunike kwa rehema zake hizi alizoahidi, na tuzungukwe na malaika aliwatuma kutoka kwake, na vile vile atutaje mbele ya wale waliokuwa bora mbele yake. Allahumma amin. Bado tuko katika suratul Mu'minun, tuko katika silsila, katika ayati ambazo kwamba kama vile swali lake linalouliza maladhi yasudduhum anil iman, kuja kwa mtume na miujiza yake na kila aina ya dalili za ukweli wake, lakini bado watu wakawa hawakumkubali. Kipi unahisi kilikuwa ni kikwazo kwao? Ikaja kauli ya 67, aya 67. Mwenyezi Mungu alianza tangu mwanzo nyuma huko aliposema, afalam yadabbaru alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti abahum alawwalin. Je, hawakuizingatia hii kauli au imewajia yale ambayo kwamba hayakuwajia wale baba zao wa mwanzo? Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun, au sababu ni kwamba hawakumjua mjumbe wao wakawa ni wenye kumkataa? Am yaquluna bihi jinna, au kwa sababu wanasema ni mwenda wazimu? Bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun, sio mwenda wazimu bali amekuja na haki, lakini wengi wao haki ni wenye kuichukia. Walau ittaba'a al haqqa ahwa'ahum la fasadati as-samawati wal ardh, na kama ingekuwa haki inafuata matamanio ya nafsi, kwa maana hizi sheria za shuka kwa mujibu wa utashi wa watu, basi la fasadati as-samawati wal ardh wa man fihin, zingeharibika mbingu na ardhi na vilivyopo. Bal atainahum bidhikrihim fahum an dhikrihim mu'ridun, bali tumewaleta wao utaji wao na wao utaji wao ni wenye kujitenga nao. Kwa maana Waarabu hawa wanaokataa huu Uislamu, kabla ya kuja Uislamu hawakuwa wenye kutajwa, hawakuwa na utukufu huu walionao, hawakuwa na heshima hii waliopewa kuja kwao Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini heshima ni wenye kuikataa. Leo tunaingia aya ambayo kwamba inaendeleza mtiririko huu. Hal, je, katika vikwazo ni hiki? Kwa nini wamekataa? Kwa nini walikuwa hawamkubali mtume? Kwani ilikuwa anawagharimu nini? Hii pointi inatugusa mpaka sisi linapokuja kwenye swala la dini, linapokuwa linakugharimu nafsi, muda, na linakugharimu pesa, mali, basi dini waiona nzito. Dini unaiona nzito, lakini pia hata yule mwenye anayeshughulika na dini huwa awa mzito mbele ya macho yako pale anapokuwa ni mhitaji. Mashekhe, walimu wa dini, lolote atakalokuja nalo, iwe la kibinafsi, iwe ni la msikiti, iwe la madrasa, ukimwona waanza kunyong'onywa. Hii ni sehemu ya tabia ya udhaifu wa imani ya mtu. Sasa katika sababu iliyotajwa ambapo kwamba huenda, je, ingekuwa ni hivyo, lakini haiko hivyo. Mwenyezi Mungu anasema, am tasalum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin, au wewe ni mwenye kuwaomba ujira? Kwa sababu ukiomba ujira mambo ya dini hapo hapo watu wanabadilika, hajui wewe utaishi vipi. Wewe umeacha shughuli zako zote, utafuti maisha isipokuwa zaidi ya dini. Kama ni imamu, waenda kuhifadhi sura, waja wawasalisha watu. Kama ni waidh, unapoteza muda wako, unatoa mawaidha. Yeye unapofanya umetekeleza, anapokuja dauri yake mna shida, mna tabu, mna dhiki, mna njaa zenu. Hii ndio tabia.
hiyo ndio nini? Ni tabia. Lakini akija yule ambaye kwamba huenda ikawa ana maslahi na yeye, atamhonga chochote, hata gari atampa kwa sababu ana maslahi naye. Hii ndio tabia udhaifu wa binadamu. Ukiona wewe mzito kwa mtu wa dini, basi wewe ujue una mushkila, wewe una mushkila. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anauliza pia, am tasaluhum kharja, kwani wewe unawaomba wao ujira? Hii ni istifham inkari wanaita, so istifham je, sio kwa waomba ujira? Hao mtume wala hakuomba, wala hakuna mitume iliyotangulia alikuwa akiomba ujira. Yote imekuja katika aya nyingi, kila mtume alikuwa anakataa kwamba yeye anataka ujira aina yoyote, ujira wake kwa Mwenyezi Mungu. Bali katika watu wenye heshima na ifa ya kujiheshimu kwenye upande wa mali hakuna kama mitume. Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na umaskini wake wote, maana ilifika mahali, tule mfano wa mwisho kabisa, wakataka kuhama kutoka Maka kwenda Madina, alihitaji kipando. Saidna Abubakar alitaka kujitolea vipando vyote viwili, yeye katoa vipando, akasema pana, kweli sina uwezo, lakini nitachukua kwa mkopo, nitamlipa. Kwa sababu ukianza kuwa manake wewe ni mtu wa dini alafu ni mtu ombaomba, shida zako zinakidhiwa na watu, japo ni ndio wajibu wao, kwa sababu katika kuishughulikia dini ni kushughulikia watu wa dini. Waliopita waliotangulia ilikuwa hawasubiri waje waulizwe na watu wa dini nini cha kuchangia, bali kwa wanakwenda kujua kuna mahitaji gani. Huu ulimwengu wa leo ni ulimwengu uliotawaliwa na hubbul mali. Watu tuko katika ile kukimbizana na kufanyaje na kukusanya mali. Mtu nafika mahali hata wasahau huyu dini, mwisho alitoa sadaka, lakini katika maisha yake ya kawaida umeona anafanya tu. Hii ndio ulimwengu ulipofika. Am tasaluhum kharjan, au wewe unaomba wao ujira, fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin, basi ujira wa Mola wako ni mlezi, ni bora zaidi, na yeye ni bora wenye kutoa. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wa huwa khairur raziqin, mbora wenye kutoa riziki, kwa maana sisi sote tuwapeana, lakini mtoaji riziki ambaye kwamba anametawala riziki zote za watu wote ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, na hakuna anayeweza kutoa mfano wake yeye. Yoyote unayemwona wewe atoa riziki, yeye mwenyewe kapewa riziki na Mwenyezi Mungu. Yoyote unayemwona asaidia, yeye mwenyewe kasaidiwa na Mwenyezi Mungu. Yoyote unayemwona kafadhili, yeye mwenyewe kafadhiliwa na Mwenyezi Mungu. Hii ni principle ambayo kama mtu utakayobaki nayo katika akili. Usije ukafika mahali kama ukasema kama alivyosema Qarun, wa utitu illa, yani sikupewa isipokuwa ilmu kutoka kwangu kutokana na juhudi yangu. Mwisho wake fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh, mwisho wote kwa jeuri yake Mwenyezi Mungu akamzamisha yeye na nini na nyumba yake katika ardhi. Kwa hiyo ukifika mahali ukijinasibisha na mali, ukijinasibisha na cheo, ukijinasibisha na chochote, elimu, kwamba hivi ni nguvu zako, basi hapo utaanza kuacha reli, utaingia kwenye matatizo. Am tasalum kharjan, au na waomba wao ujira, kwa maana wewe huwaombi wao ujira, lakini kwa nini wakukatalie? Kwa nini wakuone mzito? Huishi kwa riziki kutoka kwao, hawakuchangii peni, kwa nini wakukatalie? Fa kharaju rabbika khairun, hiki anachokupa Mwenyezi Mungu riziki kutoka kwake ni bora zaidi, wa huwa khairur raziqin, naye ni bora wanaoruzuku. Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim, na hakika kabisa wewe si kwamba wanakukataa, labda hawana uhakika unachowaitia, au kwa maana yani ili jambo lako halina mashiko, la,
bali Mwenyezi Mungu anatia nguvu hapa, wa innaka, hakika wewe, usije ukatiwa ukaingiwa na wasiwasi, ukaingiwa na aina fulani ya ushawishi, wakawa kukatalia kwako, kuanza kujiuliza kwani mimi hiki ninachokilingania kiko sawa? Anapigiwa muhuri kwamba hapana, wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim, hakika wewe unawaongoza wao na unawalingania wao katika njia iliyonyooka. Wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirah anis sirati lanakibun, na hakika wale ambao kwamba hawaamini malipo ya akhira, wao njia ya sawa ni wenye kuiacha, wenye kujitenga nayo. Hapa kwanza tunakuja na mambo mawili. La kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaeka hidayah bil khiyar, kuongoka kwa khiari. Huwezi kulazimishwa kuongoka kama ilivyokuwa hulazimishi upotee. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, la ikraha fi ddin kad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Hii principle ipo kuanzia tangu kukubali huu Uislamu, lakini hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alishaashiria wewe kwenda peponi ni irada yako na kuingia motoni pia ni choice yako, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhuluna aljannata illa man aba, umma wangu wote utaingia peponi isipokuwa atakayekataa. Qila ya Rasulullah wa man aba, wa man yaba, nani huyo ataamba kwamba atakatua amekataa? Nani anayekataa kuingia peponi? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani, atakayenitii mimi, dakhala aljanna, ataingia peponi. Wa man asani faqad aba, atakayeniasi amekataa mwenyewe kuingia peponi. Wewe umwambia mtu ingia hapa, wewe una njaa, ingia mlango huu, ukiingia huko ndani basi utapata chakula cha mchana, utakula maji, utakunywa juisi, utapata mahali pa kukaa pazuri, ikiwezekana hata utapumzika mpaka alasiri, jua limetua, utaenda zako nyumbani. Wamwambia hapa ndio pa kuingilia, aenda huko jangwani, sikakataa mwenyewe huyo, kwa sababu ujumbe Mungu kaleta, njia kaileta, mwongozo kaleta, mitume kaleta. Kwa hiyo mtu asije akasema mtu kutokuswali haya majaliwa, sije mtu akasema mpaka sasa sijaenda hija, majaliwa, sijajaliwa. Sio kweli. Sije ukawa utoi zaka wasema sijajaliwa, sio kweli. Ikiwa utoi zaka, ufungi Ramadhani useme sijajaliwa, sio kweli. Kipi cha kuzuia? Na hao ambao kwamba wanayafanya, nani kawatishikia bunduki nyuma wafanya kwa lazima? Wanafanya kwa khiari zao. Kwa hiyo dini unaifuata kwa khiari yako. Utaingia kwa kutaka kwako peponi na utaingia motoni kwa kukataa mwenyewe kuingia peponi. Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim, ay ila dinin qawim, unawaongoza wao, unawalingania wao katika njia iliyonyoka, yani dini iliyonyoka kabisa. Wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirah, na hakika wale ambao kwamba hawaamini siku ya malipo, ay bil ba'thi wal hisab, wale ambao kwamba hawaamini kufufuliwa na hawaamini kuhesabiwa. Hii ndiyo sababu ya kuwafanya wao anis sirati lanakibun, wakaiacha njia. Bila shaka hii haiwagusi watu waliokufuru moja kwa moja kwa 100%. Hata sisi ambao kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia tuko kwenye Uislamu, kwa kadri ya imani yetu na yakini yetu na kukumbuka kwetu imani ya kufa, imani ya kufufuliwa na kufanyiwa hisabu na kuingia peponi au motoni, kwa kadri wa yakini yako na kwa kadri ya kukumbuka kwako, ndiyo kama ad-dafi'u al-asasi, ndiyo kama kichocheo kikuu cha watu kuwa na tofauti katika imani. Wewe ukiwa na afya yako sasa hivi, wewe baada ya muda tu ukipelekwa hospitali halakuwa kumua hali mbaya na ukaambiwa pengine
huyu matarajio yake baada ya miezi miwili hakuna. Imani ina change, inabadilika kutoka mtu wa kawaida, pengine kwa kuswali utaswali, kama huna dhikri utafanya dhikri, kama ufanye istighfar utafanya istighfar, kama ulikuwa bakhili utakuwa karimu, utabadilika. Nawe ni wewe. Nini kinachobadilika? Ni ile yaqini. Kinachobadilika ni nini? Ni ile yaqini. Sasa mimi nafanya, sasa mimi naumwa, siko kwa hali nzuri, naweza kaondoka wakati wowote. Kwa hiyo kwa mujibu wa yaqini zetu, kwa mujibu wa kule kuamini kwetu, ndiko imani yetu inapojikeka na watu wanapobadilika. wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim, hakika wewe unawaita wao, unawalingania wao katika njia iliyonyooka, hakuna shaka kabisa. Wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirah anis sirati lanakimun, na wale ambao kwamba hawaamini siku ya malipo, wao wanajitenga na njia hiyo. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun, na kama lau tungeondolea wao shida yao na yale madhara waliokuwa nayo, basi lalajju fi tughyanihim ya'mahun, wangeendelea kuwepo katika upotofu wao, hawajui wapi pa kwenda. Bila shaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika moja ya sunna yake kuwaongoza watu ni kuwabana katika maisha yao. Inafika mahali wakati fulani Mwenyezi Mungu ni kama vile unapokuwa unachunga mbuzi, unapiga minja yako kwa wale ambao kwamba wanachunga, alafu mtu asiposikia afanywaje? Anapigwa ile, anarudi mwenyewe yule mbuzi, anarudi. Kule kupigwa ni ishara ya kurudi katika njia ilikuwa ya sawa, anarudi mwenyewe. Kuna wakati ukiwa afya imetimia, mambo yake yamonyoka, unaweza ukaacha njia hali kwa ujijua. Lakini Mwenyezi Mungu akileta mtihani, ima kwenye afya au kwenye mali au kwenye watoto au familia kwa jumla, inakurudisha katika mstari. Sasa Mwenyezi Mungu anasema walau rahimnahu, kama lau tungewarehemu wao, wakashafna ma bihim min dhurri, tukaondolea wao shida yao, la lajju fi tughyanihim ya'mahun, wangerudi katika wao, wangeendelea katika upotofu wao, tena hawajui hata wapi wanakwenda. Kwa maana wamefika mahali ni kama huu ulimwengu wa leo waliojipika al-hurriya al-mutlaqa, kwamba kuna uhuru wa 100%, nazungumza fanya utakacho na sema utakacho. Na huu ulimwengu huu uliofika ambao kwamba ndio sera ya kimagharibi, umefika mahali huyu mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu alimtaka awe kama malaika katika hii ardhi, amekaribia kufika kama nani? Kama mnyama, waliyaza billah. Huo uhuru kwamba ametaka. Lakini angalia pale Mwenyezi Mungu anapowakamata na kuwatia adhabu, wanarudi, wanasahau yote yale ambayo kwamba walikuwa wakiyafanya. Hapa bila shaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka aliposema walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin, au ay law radadnahum ila dunya, kama lau hao watuwapeleka mpaka akhera, wakaona adhabu inayowasubiri, alafu tukawaonea huruma tukawarudisha duniani, halafu hawakuingizwa kwenye moto, basi lalajju fi tughyanihim, wangerudi hivyo hivyo. Hii ni kauli ipo katika tafsiri na ni kauli hata kwenye Qur'an. Baada ya watu kuingia kwenye matatizo na kujiona sasa wanaangamia, watasema fahal lana min shufa'a fayashfa'u lana au nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal. Watasema je, pana mwombezi au turudishwe tufanye yale mengine kabisa walikuwa tukiyafanya, kwa maana tufanye mambo ya sawa. Hii ni jambo ambalo kwamba wataliota. Lakini sivyo hivyo, hata wakarudishwa wanafanyaje? Wanajisahau, wanarudi katika hali yake ya kawaida. Kauli ya kipili walau rahimnahum, yani fi dunya, kama lau tungewarehemu wao katika dunia, wakashafna ma bihim min dhurri, au tukawaondolea madhara yao, kwa maana tukaondolea madhara ya njaa, tukaondolea matatizo, maradhi, basi
kwa kuondoka hizo njaa pamoja na maradhi, lalajju fi tughyanihim ya'mahun, wangerudi tena katika upotofu wao. Walaqad akhadhnahum bil'adhab famastakanu lirabbihim wama yatadharraun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walaqad akhadhnahum bil'adhab, hakika tuliwapa wao adhabu kali. Famastakanu lirabbihim, hawakuelekea kwa Mola wa mlezi. Wama yatadharraun, wala hakuwa ni wenye kunyenyekea. Aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataja kwamba walaqad akhadhnahum bil'adhab ay bilju', tuliwapa njaa. Waqila bil amradhi wal hajati wal ju', tuliwapa maradhi, tuliwapa mahitaji kuwa yamepungua, mahitaji hayafikii, na vile vile tuliwapa njaa. Waqila bil qatl wal ju', ila ni mauaji, uwepo wa mauaji kwao pamoja na njaa. Famastakanu lirabbihim ay ma khada'u, hawakuelekea tena kwa Mola wao, pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu aliwafanyaje, aliwatingisha. Wama yatadharraun ay ma yakhshawuna lillah, hawakumwogopa Mwenyezi Mungu azza wa jalla fi shadaidi tusibuhum, katika yale matatizo ambayo kwamba yamewasibu. Qala Ibn Abbas katika tafsiri ya aya hii amesema nazalat fi qissati Thumama bin Uthal. Huyu Thumama bin Uthal baada ya vita vya Khandaq, vita vya Ahzab, kulikuwa na operation maalum ya vikosi vidogo vidogo vya kuangalia uasi dhidi ya dola Islamia. Katika operation hii akakamata huyu Thumama bin Uthal. Huyu Thumama ni sayyid katika kaumu yake, na alikuwa karibu na Makka. Akaletwa mpaka Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrisha afungwe ndani ya msikiti. Wakati huo bado si Muislamu, bado sio Muislamu. Na ndio maana mtu ambaye wakati fulani mtu anakuja kujiuliza, kifika mahali mtu asiyekuwa Muislamu ametaka kutaarafu Uislamu au nini, hii ni dalili kwamba huyu ilikuwa mateka na akafungwa mmoja katika nguzo za msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati huo hajaslimu. Sasa siku ya kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwona akaenda mpaka pale. Kufika pale akamwambia wasemaji, huyu akamjibu bimaana Thumama akamwambia, ikiwa utakuwa umefanya wema kwa kuniachia, basi wewe utakuwa wema, utabaki unatajwa wema. Ikiwa utaniua, basi damu itamwagika, na ikiwa utataka fidia, basi tutakacho sisi familia yangu ama kabila langu tutalipa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumjibu chochote, akaondoka akaenda zake kuswali. Yule Thumama anaangalia wenzake, watu masahaba wanapokuwa ukiadhiniwa tu wanaingia wanaswali, Mtume anapozungumza, heshima wanaopeana wao wenyewe, heshima wanaompa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku ya pili Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja akamuuliza swali lile lile, wasemaje? Akamjibu vile vile, ikiwa utanifanyia khairi basi hiyo ni khairi, ikiwa utaniua basi damu itamwagika, ikiwa utataka mali kama fidia kuniachia mimi, basi nitafanya, basi tutakulipa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumjibu chochote, kaenda zake kuswali. Siku ya tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja tena. Kuja kwake akamuuliza swali lile lile, na yule bwana akajibu jawabu lile lile. Mtume sallallahu alaihi wasallam pale pale, kwa kuwa kaona basi siku tatu hizi ni kama vile nilomuonyesha Uislamu nini, sisi hatuna haja naye tena, basi akamrisha mwacheni. Yule bwana akaondoka, kaenda mpaka kwa alipokwenda, alafu akarudi msikitini. Urudi akaja mpaka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutangaza shahada yake.
Pale pale akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi katika watu ambao kwamba ndio walikuwa nawachukia zaidi, na katika mji ambao kwamba siupendi na uchukia zaidi, basi ni Madina na wewe mwenyewe. Lakini sasa hivi yote haya ni ile siku tatu tu zile ambazo kama umeona Waislamu vipi wanaishi, vipi ibada inafanyika. Basi akamjibu kwamba sasa hivi wewe katika watu unaowapenda namba moja, na mji wako huu mtukufu ndio namba moja. Imani. Haya ni mabadiliko. Haya ni nini? Ni mabadiliko. Unaweza wewe ukawa ni mtu pengine unafanya waliazu billah, Mwenyezi Mungu atukinge sote, ukapenda uchafu fulani, maasi fulani, siku umetubu taubatan nasuha kisawa sawa, basi kuna wakati utayachukia sana, ukimwona mtu utakasirika, na kama siku utakumbuka utalia huko, unajuta kwa nini nilifanya. Wakati uliyafanya wakati ule huna imani, ulikuwa ukisikia ladha, ulikuwa ukiona raha, bali ukigharamika bingine, si ndio? Lakini mabadiliko ya imani, mabadiliko ya moyo yanabadilisha hisia, yanabadilisha taswira, yanabadilisha mwelekeo. Yule ambaye kwamba ukimuona ulikuwa wachukia, baada ya imani ukimuona utamfurahia. Kwa hiyo imani ndio kila kitu, na mabadiliko haya imani ni moyo ndio kila kitu. Ndio maana tuambiwa hata kusalimika mtu usipokuwa anakuja na kalbu salim, moyo uliosalimika. Kwa hiyo mabadiliko ya moyo simama, mabadiliko ya moyo arasa ala aql. Akatoka hapo kwamba mimi kuanzia sasa, na mimi mchango wangu ni kushirikiana na Mtume kupigana vita dhidi ya makafiri wa Maka. Mimi nitakachokifanya nini? Mimi sitofanya nao biashara isipokuwa kwa idhini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa kweli akafanya hivyo, akazuia safari za biashara ya watu wake, na wao watu wa Maka kuja, ikawa hakuna biashara baina ya kabila yake na alikuwa akipeleka bidhaa nyingi ikiwemo chakula ndani yake. Kwa hiyo watu wa Maka wakaathirika, kuathirika kwao mpaka wakafika wakaandika kutoka kwa Mtume, risala kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamkumbushia kwamba sisi watu ni ndugu, hali ni mbaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia simama, fanya waruhusu. Sasa ndo anasema Ibn Abbas, nazalat fi qissati Thumama bin Thal lamma asarathu sariyya wa aslam wa khalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabila hala baina Makkah wa baina al-Mira wa qala wallahi la yatikum min al-yamamati habbatun hintatin hatta ya'dhana fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huyu alipokuwa amekamatwa akafanyaje? Akaachiwa, akaslimu, na kwamba akatoa ahadi hakuna kitakachofika Maka kutoka Yamama, kutoka kwa kijiji chake au mji wake, mpaka atakapoidhinisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mwenyezi Mungu anasema walaqad akhadhnahum, hawa tuliwapa adhabu yenyewe nini? Ule njaa, kukosa mahitaji, kwa mujibu wa riwaya au tafsiri ya Nabii Allah Ibn Abbas. Walaqad akhadhnahum bil adhab, hakika tuliwapelekea wao adhab ya njaa. Famastakanu li rabbihim, hawakuelekea kwa Mola wao mlezi. Wama yatadharraun, wala hawakunyenyekea. Hatta idha fatahna alaihim baban dha adhabin shadidin idha hum fihi mublisun, mpaka tulipo wafungulia wao mlango wa adhabu, tena adhabu yenyewe kali. Idha hum fihi mublisun, mara unawakuta ni wenye kukata tamaa, hawajui nini cha kufanya. Hapo tena ndio mwisho, hapo ndio nini? Ndio mwisho, hapana pa kukimbilia tena. Hapa inatajwa ni adhabu ya akhera. Sasa umeondoka na kibri chako, umeondoka na maasi yako, kufanya taubatan nasuha kisawa sawa. Ulijiona wewe hutokufa, ulisahau kwamba wewe ni binadamu, hukuamini kwamba baada ya kufa pana maisha mengine ya akhera.
utafufuliwa, utahesabiwa na utalipwa. Sasa umefufuliwa, halafu unaiona adhabu iko mbele yako, ambapo kwamba adhabu yenyewe moto wenyewe mkali, na kama ilivyosifiwa kwamba imelindwa na malaika karibu 400,000, wana nyuso nyeusi kabisa, nyeusi, na wana meno yametokeza namna hii mbele, halafu hawana huruma hata chembe. Hapa duniani kile tutakavyokuwa, kuna mahali tunaona kuna ubinadamu, na ndio maana hata majeshi yetu haya ya kibinadamu yanakwenda ili iwe yanatii amri mutlaq, iwe ni halali iwe haramu, lazima yatii, yanatengenezewa mazingira ya kutokuwa na nini, na huruma. Sasa malaika wa motoni hawana huruma, wanaondolewa. Kazi yao kuhakikisha watu wanaadhibika, wanachomwa. Hata idha fatahna alaihim baban dha adhabin shadidin idha hum fihi mublisun, mpaka tunapowafungulia wao adhabu, mlango wa adhabu, tena adhabu yenyewe kali. Idha hum fihi mublisun, mara unakuta wao ni wenye kukata tamaa na hawajui nini cha kufanya. Hapo tena wapo ni majuto tu, hapo hakuna kurudi nyuma, hakuna tena hisabu nyingine, hakuna swala la kwamba hapa nitafanya maarifa, nitamkimbilia mtu, kuna fulani namjua, hakuna. Kuna jambo nitafanya, hakuna. Vitu vyote umeviacha duniani, hakuna. Hata uende navyo wampa nini? Nenda na dhahabu yako yote, wampa nani? Mungu utampa, malaika utampa, wampelekea ili viweje? Yeye akaandaa madhahabu ya kuwavisha wazuri, wampelekea dhahabu zako za ovyo ovyo, mchoro. Kwa hiyo hisabu yako itakuwa imekwisha. Mungu Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika dini, atupe thabati katika taa, na atuthibitishie mema yote tunayoyafanya, na tunapokosea Mwenyezi Mungu atusamehe, atuingize kwa rehema zake pepo yake, na atuokoe na adhabu yake kwa huruma yake. Allahumma amin. Inshallah, kwa upande wa tafsiri tutaishia aya hii, muda umebaki mdogo kidogo, tutaanzia kesho inshallah mrengo mwingine wa kuwakumbusha wale ambao kwamba bado hawataki kuamini zile ayat, ishara za Mwenyezi Mungu za uwepo wake na neema zake alizowekea wanadamu. Kama lau Mungu anaziondoa, nani angekuletea? Na kama alikuwa hazipo, nani angeweza kuzileta? Hakuna. wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun wa huwa alladhi yuhyi wa yumiit wa lahu ikhtilafu al-layli wan nahar afala ta'qilun. Hizi ndio inshallah tutaondoka nazo kesho biidhnillah taala. Katika kipindi hiki kifupi tuangalie maswali mawili matatu. Swali la kwanza leo tunaloondoka nalo, naam, anasema huyu mwanamke ameapa kwamba hatomzungumzisha mtoto wake, ameapa hatomzungumzisha mtoto wake kwa sababu ya khilafu iliyojitokeza. Akasema wallahi sitozungumza na mtoto wangu. Hii kasam hii ama kiapo hiki kinafaa kifai? Hakifai. Hakuna kiapo katika maasi, lakini kiapo cha maasi kikifanyika, nini kinafanyika? Je, chalindwa? Hakilindwi, kinavunjwa, alafu kinasafishwa na nini? Na kafara. Na kafara ni nini? Kulisha maskini 10 au kuwavisha maskini 10 au kuacha mtumwa huru, ndio hawapo. Ukikosa hapo ndio unafanyaje? Unafunga siku 3. Hiyo ndio kafara ya kuvunja kiapo. Swali kama hilo jingine, anasema mtu amegombana na mkewe akaapa mara 3 kwamba wewe hutolala nyumba hii leo, hutolala nyumba hii leo. Sasa mke ni saa 8 za usiku, hana pa kwenda, na vile vile kuna watoto, baba mtu hana vya kuwafanya, wengine wanyonya bado, wanahitaji huduma za nani? Za mama. Sasa
ashashusha ghadhabu zake, anajuta, anashaomba istighfari, auliza nini hukumu ya huyu mke, arudi yani aendelee kuwepo pale au la? Awepo, asili ya mke awepo nyumbani, asili ya mke nyumbani kwake kwa mumewe, hiyo ndio asili. Kwa hiyo kiapo atakivunja na atalipa nini? Kafara. Nayo ni kulisha maskini 10 au kuwavisha, au mwisho ni kufunga siku 3 ikiwa hakuyapata haya. Nyingine tunatoa hizi yamin ama hivi viapo vinavyo tofauti, lakini hukumu ni moja, ili upate picture. Ukifanya jambo fulani hukumu yake ni nini? Ndugu zangu wawili, wasema ndugu wawili, baba mmoja mama mmoja, mmoja katika wao ameapa kwamba hatofuata jeneza la mwenzake akifa, lakini alipokufa ndugu yake yakamshinda akafuata. Nini hukumu? Akaenda kuzika, iwe sababu ni sulhu, iwe sababu ilimshinda damu simaji, atalipa kafara. Na hata kama alikuwa hayamshindi, ilitakiwa ashikwe mkono, twende kazike, atalipa kafara. Haitakiwi watu kufanya yamin katika nini? Katika maasi. Swali jingine, anasema yeye ameapa kiapo kwamba hatoingia nyumba ya watu wake wa karibu kwa sababu maalum. Watu wakaingilia wakafanya sulhu, wale waliokuja kufanya ile sulhu ameshindwa kuwarudisha, imebidi afanyaje? Awakubalie. Kwa hiyo akalazimika kuwa aingie kwenye ile nyumba. Nini hukumu yake? Ni ile tu. Hizi tunazungumza ni sura, lakini hukumu inabaki ile ile, kwamba wewe huwezi kulinda kiapo kwa maasi. Utalinda kiapo katika taa, lakini katika maasi kwamba nimeapa nitafanya jambo baya afu sema nalinda kiapo, no. Swali nyingine, mwanamke ana mtoto lakini anakaa nyumba yake peke yake. Kwa hiyo mama anakaa mbali na mtoto anakaa mbali. Siku moja mama ilitokea khilafu na mwanawe, akaapa kwamba hatokwenda kwenye nyumba ya mtoto wake, lakini sasa ikafika ile nizaa ama ule ugomvi ni yeye na mwanawe. Mke wa mwanawe ampenda, akaumwa, akalazimika kwenda kufanyaje? Kumwangalia, kumtembelea mke wa mwanawe. Je, kiapo utakuwa kivunja? Hakwenda kumwangalia mtoto, kaenda kumwangalia nani? Kaenda kumwangalia mkwewe. Kavunja kiapo? Hakuvunja? Huku vipi? Hakwenda kumwangalia mtoto lakini kavunja. Kwa nini kavunja? Kwa sababu kaapa kutoingia nyumbani, sio sababu. Hakusema kwamba na akiumwa siende, kasema siingii nyumba yake. Sababu yoyote itakayokuwa basi siingii, basi hata iwe sio ya nani, sio ya mtoto, ni ya mtu mwingine, basi itakuwa amevunja kiapo. Hilo ni swali jingine. Swali lingine ambalo kwamba tuko nalo ni, anasema nina binti anasoma chuo kikuu, akajuana na kijana kule chuo kikuu, wakafikiana waoane. Akaja kuleta posa yule kijana, mimi nikakataa kwa sababu nilikuwa nishapanga nimwozeshe mtoto wa ammi yake. Nikajaribu sana kumkinaisha
kwamba asikubali asifanye hii ndoa, badala yake aulewe na yule nimeona mimi ndio bora, naye ni mtoto wa ammi yake. Sasa lakini haikufaa kitu, nikaghadhibika, nikaapa kwamba ikiwa ataoana na yule kijana sitomuingiza nyumbani kwangu, wala sitomtambua wala yeye asimtambue, mpaka akamkataza asiwatembelee ndugu zake wakiwa wako sahihi au wako ni wagonjwa. Pamoja na vitisho vyote hivyo na kiapo hiko, bado yule binti akafanyaje? Akaoana naye yule. Nini hukumu yake hapo? Afanye nini huyo? Afanye hajavunja kitu, hajakuja yule. Je, aendelee kukizuia kiapo chake kwamba akifanyie kazi yule binti asije? Sisi tumeelewa na hapa. Hajakuja kaona haya akamfungulia mlango, la, anauliza afanyeje? Je, akapambane hakuna kuingia mtoto na mumewe, au avunje kiapo? Avunje kiapo, na avunje kiapo, na baada ya hapo afanye nini? Alipe kafara. Swali jingine inshallah hili tulifanye kuwa la mwisho kwa sababu muda umekwisha. Kauli kidogo haiko direct. Anasema nini hukumu ya mke aliyesema kumwambia mumewe sitorudi kwako, labda iwe ni mtoto wa mbwa, tamsamehe? Allah izzana jami'an, Allahumma amin. Akamwambia maneno haya, kuna tabu hata kuyarudia. Akazungumza maneno hapa, akisiki hapo, unaona itabiri yenyewe, sitorudi kwako, labda uwe mtoto wa nyama. Sasa huyo mke karudi baada ya sio tena, kaenda maneno mawili matatu, karudi watoto sijui ghadhabu na shetani kashaondoka eneo lile, karudi. Je, kile kilikuwa kiapo? Ili swali liko kwenye mlango ma yulhaqu bil yamin, lafdhi, maneno yanayowezwa kuegemezwa na yamini, lakini hakusema wallahi, akasema tu lan arji' ma'aka illa idha kunta ibnata. Hakusema wallahi, akasema lakini lan, sitorejea isipokuwa ukiwa ni mtoto wa nyama. Sasa je, kuna yamini hapo au hakuna? Hakuna yamini, lakini upo mfano wake. Kwa hiyo tumtwishe mzigo abebe. Naam, alaiha kafaratu yamin, juu yake kulipa kafara ya kiapo, amevunja kama kiapo, imuunganisho maneno yake yale na yamini. Wallahu alam. Mwenyezi Mungu atuongoze kufanya yaliyokuwa ya sawa. Inshallah tuendelea na darasa yetu kesho biidhnillah taala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mu'ayyanan ma'suma wa la tadafina wa la min bainina shaqiyya wa la mahruma. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina وارزقنا تلاوته وحفظه وحسن تلاوته آناء الليل وطرف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله.